Hii imekuwa ni mpango wa serikali kwa muda mrefu, lakini sasa imefika wakati wa hii mradi kuanza kufanya kazi. Na nimefurahi kwamba nimefika hapa. Nilikuwa hapa mwaka 1.5 hivi iliyopita, na nikaamurisha kwamba tujenge intake mpya, na nimeona imekamilika, na sasa tunaanza kutoa hapa maji ndio tuweze kupeleka maji kule shambani. Na tumekubaliana kama serikali ya Kenya na waegezaji, tuko na vikundi viwili. Moja ya kwanza ambayo tayari iko hapa ni kampuni ya Selu, ambaye sasa itaanza kuzalisha chakula katika sehemu hii. I think Selu is on 20,000 acres. Selu iko na ekari 20,000. Alafu tuko na kampuni ingine sasa ambayo tumeunganisha na watu wa UAE. Nilikuwa kule United Arab Emirates na tukakubaliana na rais wa kule ya kwamba kampuni yao moja itakuja hapa iegeze, ili tuweze kutumia shamba tulio nayo hapa kuzalisha chakula, kuzalisha nafasi ya ajira, na vile vile kuhakikisha kwamba tuko na products ambaye tunaweza kuexport katika nchi zingine. Furaha yangu ni kwamba hatua ya kwanza imekamilika. Hawa kampuni ya kwanza itaanza kupanda lini? Wiki ijayo. Wananiambia hawa kwamba kuanzia wiki ijayo wataanza kupanda vyakula hapa, na sasa hiyo safari itakuwa hivyo hivyo. Baada ya mwaka mmoja, nafikiri ekari za kwanza 5,000 zitakuwa zimefanyika, zile 20,000, na nitawakaza ndio tuhakikisha kwamba kazi hiyo inaendelea sawa sawa. Vile vile, ili maji ambayo tunaona hapa ya mto huu iweze kutumika kiasi kikubwa hapa shambani, ni lazima pia tujenge bwawa kubwa, dam. Tayari utafiti imefanyika ya dam kubwa kule juu, na tutafanya pia katika mpango ambayo inaitwa Public Private Partnership. Serikali itaweka pesa kiasi na wawekezaji wataweka pesa kiasi, in fact 50-50, ndio tuhakikisha kwamba tunapata maji ambayo itatumika hapa shambani kwa manufaa ya wananchi wa sehemu hii, kwa manufaa ya wananchi wa taifa letu la Kenya, kwa sababu tumekubaliana kama wananchi ya kwamba aibu ya njaa hatutaki tena katika taifa letu la Kenya. Tayari tumezalisha chakula kiasi, na sasa tunataka msukumo huo wa kuzalisha chakula na kutumia kilimo kuondoa njaa, kutumia kilimo kuzalisha nafasi za ajira, kutumia kilimo kuzalisha mali, ipatikane value addition, agro processing ya bidhaa ambazo tutauza katika nchi zingine. Na furaha yangu ya kwamba ni hatua hii ya kwanza sasa imeonekana hapa Tana River. Hii imekuwa Kiingereza mingi kwa muda mrefu. Sasa Kiingereza tumewacha, Kiswahili pia tumewacha, sasa kazi ndio inaanza. Si ndio? So mimi nimefurahi sana ya kwamba nimefika hapa ili kushughulika na wale ambao wanahusika hapa, na nimeona wananchi mmekuja kwa wingi ili pia muweze kushuhudia hii msururu inaenda namna gani. Pengine hata nyinyi mmeshangaa, hii imezungumziwa miaka lakini hatuoni vile inasonga. Kuna mambo mengine ambayo tutaongea ya jamii ya sehemu hii, ya wafugaji na wale wengine ambao tuko pamoja na wao. Tuone hapa shambani pia kupatikane chakula ya mifugo. Ndio mambo ya ufugaji katika sehemu hii pia tuinue, muweze kupata vyakula ya ng'ombe zenu, na ng'ombe hizo tuweze kutumia pia katika kuzalisha uchumi wa sehemu hii kwa kuuza nyama, kwa kuuza maziwa, kwa kuuza ngozi na zile leather products ambazo zitatoka katika
ng'ombe zenu na zile zingine ambazo tumekubaliana. Najua huyu Aliashaka ako na maneno ya wafugaji anataka kuniambia hapo, hiyo tutaongea baadaye. Si namna hiyo? Tumekubaliana jameni? Lakini sisi wote tumekubaliana wakati huu sio wakati wa siasa. Si ndio? Sio wakati ya mirengo, sijui kabila hii, sijui kabila ile, sijui dini hii, dini nyingine, chama hii, chama ile, hapana. Wakati huu ni sote tuungane na kushughulika na mambo ya muhimu ambayo yatabadilisha maisha ya wananchi wa Kenya. Tuzalishe chakula, tuondoe njaa. Tuhakikisha kwamba kuna value addition agro processing, tuzalisha ajira ya vijana hawa. Tuhakikisha kwamba watoto wetu tunawasomesha, tuwe na program ile ya afya ambayo najua mnaelewa ya SHA na Taifa Care. Tuhakikisha kwamba pia tunasambaza stima na yale mambo mengine na kuwajengea barabara, ndio tuweze kubadilisha taifa letu la Kenya. Haya ndio mambo ya muhimu kwa sasa. Kutakuja wakati wa uchaguzi, si ndio? Na nyinyi wananchi ndio mafundi wa kura. Nyinyi ndio mtajua ama namna gani? Kwani kuna mtu anafundishwa hapa mambo ya kura? Si kila mtu anaelewa vile atafanya. Na siku hiyo hakuna mtu atapata kura ati kwa sababu alikuwa na matusi mingi. Mtu atapatiwa kura kwa sababu kuna kazi amefanya na inaonekana na wananchi. Ama wananchi tunaelewa namna gani? Tunaweza kupatia mtu kura ati kwa sababu alitukanana ama alituimbia wimbo fulani. Si ni kazi mtapima, watoto wamesoma, barabara imetengenezwa, mmepata stima, chakula iko, mambo inaendelea mbele ama namna gani? Na afya imepatikana. So wakati huo tutashughulika na mambo ya siasa. Kwa sasa tushughulike na mambo ya maendeleo. Ama namna gani watu wa Tana River? Si namna hiyo? Basi hiyo ndio maneno tuko na ndio nimekuja hapa. Na sitaki maneno ya kuzungushana na mambo ya siasa. Unajua huyu Ashaka si tulikuwa pande tofauti. Lakini si leo tuko pamoja. Si tunatembea kwa sababu katika umoja kunapatikana maendeleo ya wananchi. Na hakuna tofauti ya wale waliomchagua huyu mbunge wetu na mimi na wale wengine wote. Si ni wananchi ndio nyinyi? Si ndio mlipiga kura? Saa hizi hatutaki kubaguana nani alipigia nani, nani ya kupigia nani. Hiyo ni siku nyingine. Kila mwananchi alifanya uamuzi wake wa kikatiba, lakini sasa tuko na viongozi waungane, tushirikiane, tufanye kazi kwa wananchi wa Kenya. That's what we must do. Tunaelewana jameni? So huyu ni PS wangu wa mambo ya irrigation, anaitwa Bwana Kimotho, mpigeni makofi. Huyu ni chairman wangu wa mambo ya national irrigation, mpigeni makofi. Huyu anaitwa Peter Njonjo, ndiye anatusaidia katika kuzalisha chakula hapa, na Aliashaka mnamjua, mbunge wetu, si ndio? Na huyu mtu ni muungwana sana na ananisaidia sana kule juu. Ananisaidia kusukuma mambo ya agenda ya serikali, kuhakikisha kwamba agenda hiyo inasonga mbele. Sawa sawa? Nitamshikilia kule juu, huku chini mtamshikilia hata na nyinyi. Ama namna gani? Huyu ni managing director wetu wa National Irrigation Board, ndiye anasimamia hii kazi yote na viongozi wale wengine wote wako hapa. So asanteni. Huyu ndio area MCA. Unaitwa nani boss? Naitwa Samson Zia. Samson Zia. Nasikia ndio nyapara wa hapa wa kiwango ya hapo kwa MCA. Lakini sote ni timu moja. Si ndio? Basi asanteni sana. Nawapenda sana, nawatakia baraka ya Mungu. Wacha niendelee na hii kazi ambayo